Kwa maombi ya mbunge wenu, namwelekeza katibu mkuu, hapa nyuma nimeona kuna mabati mmeweka na nimeambiwa kuna ujenzi mlitamani kuufanya. Sasa katibu mkuu, nimesikia hapa mlitamani kujenga jengo la ghorofa 5, si ndio? Au uongo jamani? Sasa nakuelekeza jengo hili liwe ni jengo la ghorofa 10, sio ghorofa 5. Ninatambua kwamba tulitenga karibu bilioni 7 za ujenzi wa jengo hili, lakini mpaka leo kazi hii hamjaitangaza. Nendeni mkaitangaze mara moja na rekebisheni michoro, tupate jengo la kisasa la ghorofa 10 hapa Arusha. Jengo hili mtakaolijenga hapa, hakikisheni mmeweka kila linachotakiwa kuwekwa kuhudumia wana Arusha, ikiwa ni MRI, ikiwa ni zile huduma za kibobezi, zote nataka zifanyikie Arusha, sio mkoa mwingine, zote zifanyike hapa Arusha. Kwa hiyo katibu mkuu, kwa maombi haya ya mbunge wenu, na kwa kuwa Wizara ya Afya tumedhamiria hasa jengo hili litangazwe mara moja, wataalamu wa michoro waende wakafanye mapitio ili floors zitakazoongezeka ziweze kutoa huduma zote. Ni lazima serikali ijitegemee. Ni lazima serikali ijitegemee. Kwa hiyo nakuagiza katibu mkuu, mchakato huu uanze mara moja na jengo hili liwe jengo la kisasa, na mnaweza kuanza msingi wa ghorofa 10 kwa sasa, mkatumia bajeti mliotenga ya bilioni 7 ya jengo mlilokusudia, lakini baadaye mtaongeza ili kusudi tuweze kutimiza ndoto za ujenzi wa jengo la ghorofa 10, hospitali ambayo itakwenda kutoa huduma zote, huduma za kawaida na huduma za kibobezi. Ziara ya leo haikuanzia hapa. Tulianzia kwenye kituo cha afya kule Kaloleni, na nimejionea kazi kubwa iliyofanywa na wewe mwenyewe na wasaidizi wako wote. Na kupongeza sana mkuu wa mkoa kwa kazi hii nzuri ambayo mmeifanya. Nimeridhika kabisa mipango yao ya ujenzi wa jengo kubwa la ghorofa ambalo litakwenda kupunguza msongamano wa watu katika eneo lile. Kwa uwekezaji huo, lakini kwa kazi kubwa ambayo tayari wamekwisha ifanya, vifaa tiba vilivyonunuliwa, utolewaji wa huduma, na mwelekeza katibu mkuu, mchakato wa kukipa hadhi kituo hiki iwe ni hospitali ya wilaya uanze mara moja, kwa sababu vifaa vilivyoko pale hata ukienda hospitali za wilaya nyingine huwezi kuvipata. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo tunawapongeza sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na sisi kama serikali tutahakikisha tumewashika mkono, tumewaelekeza namna ya kuongeza jitihada, kuongeza ubunifu, ili kituo hiki kiwe ni kituo kisasa cha kisasa kabisa kitakachokwenda kutoa huduma mbalimbali, hasa tukizingatia umuhimu wa mkoa huu wa Arusha kuelekea AFCON, lakini pia idadi kubwa ya watalii wanaokuja katika mkoa huu na umuhimu wake. Sasa kwa kazi nzuri ambayo nimeiona Arusha, ninakiri na kuridhika kabisa kwamba hospitali yetu hii na Mount Meru, kama serikali tunahitaji kuiwezesha, tunahitaji kuimarisha, tunahitaji kuongeza vifaa tiba. Na mwelekeza katibu mkuu, hapa nyuma nimeona kuna mabati mmeweka na nimeambiwa kuna ujenzi mlitamani kuufanya. Sasa katibu mkuu, nimesikia hapa mlitamani kujenga jengo la ghorofa 5, si ndio? Au uongo jamani? Sasa nakuelekeza jengo hili liwe ni jengo la ghorofa 10, sio ghorofa 5. Tufikishie salamu za shukurani kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
nikianza hapa kueleza mambo aliyoyafanya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta moja tu ya afya, niongelee habari ya zahanati, vituo vya afya, mahospitali na kila kitu, itachukua muda mwingi. Itoshe kwamba mkoa wa Arusha anaupenda, ameutendea haki. Leo mfano kituo kimoja tu cha afya kinaenda kuwa ni mfano wa kituo cha afya Tanzania nzima, hapo Kaloleni kwa huduma zake. Yaani ukifika kule kuna mavifaa ya kisasa, hakuna hospitali hata zilizo kubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amewekeza sana katika sekta ya afya, lakini anatambua kwamba mkoa huu ni mkoa mkubwa wa kitalii na wageni wengi wa utalii, lakini na utalii wa mikutano. Maana yake lazima mikutano hii ya kimataifa iwe na uhakika wa huduma, na hiyo ndio mikakati ya Dr. Samia kwa mkoa wa Arusha.